Filamu yetu inaanza ofisini, tunakutana na mchizi anatambulika kwa jina la Abi. Bwana huyu mwamba alikuwa afagilii kabisa mademu. Yeye katika maisha yake alikuwa anapenda sana kufanya kazi, stori za mabinti, lakini pia mapenzi ya kweli alikuwa hafagilii kabisa hizi mambo. Mchizi leo anafuatwa na rafiki yake mmoja ambaye huwa anafanya naye kazi, anatambulika kwa jina la Savi. Dada anamweleza ametafutiwa mchumba na wazazi wake, lakini kabla hajachukua jukumu la kwenda kuolewa, anamweleza mshikaji anampenda sana na hivyo angetamani yeye ndiyo awe mume wake. Abi anamchomolea mdada na kumweleza yeye katika maisha yake hatokuja kumwoa mwanamke ambaye hamfahamu, bali yeye anasema kwamba mwanamke ambaye atahitaji kumwoa ni yule ambaye atapata muda wa kuishi naye siku 2-3. Halo, mchizi leo anapigiwa simu na wazazi wake, wanamweleza kwamba njoo nyumbani, kuna bonge moja la surprise tumeweza kukuandalia. Mwamba kwa kuwa alikuwa anafanya kazi katika mji wa jirani, akafunga safari mpaka nyumbani. Baada ya kufika, hakika alikuta kuna mapambo ya kutosha. Baba anamweleza kijana, tumekutafutia mke ambaye atakufaa sana katika maisha yako, ni binti ambaye ametoka kwenye familia ya rafiki yangu. Lakini mchizi anamvuta mama yake pembeni na kumweleza yeye hatamani kabisa kumwoa mwanamke ambaye alikuwa bado hajamfahamu vizuri. Mama anamweleza kwamba usijali, kila kitu kitakuwa sawa sawa. Maandalizi yanaendelea asubuhi na mapema. Baada ya kwenda kwenye chumba cha mshikaji, anagundua mwamba alishapita chauani kitambo. Halo, mchizi katoroka, yupo kwenye kituo cha treni, tena akiwa kavalia nguo zake za harusi. Anapigiwa simu na mmoja kati ya mpambe, anaulizwa kijana kulikoni. Mwamba anamweleza kwamba uangalie sana wazazi wangu, mimi sitakuwa na uwezo tena wa kurudi nyumbani. Baada ya kumaliza anaitupa ile simu, lakini ghafla anafika bimdada mmoja ambaye naye alikuwa kavalia nguo za harusi. Bimdada huyu akawa anaomba msaada kwa Abi aweze kumsaidia kumvuta ili naye aweze kuingia ndani ya treni, lakini Abi akampotezea bimdada. Kwa bahati nzuri akafanikiwa kuingia. Treni ikiwa bado inaenda, bimdada akamfuata Abi na kuanza kumchamba. Anamweleza kwamba we ni mwanaume wa aina gani? Mtu anakuomba msaada uweze kumsaidia, hata tu kumshika mkono na kumvuta kwa ndani unashindwa. Halo, Abi pamoja na ubi mdada asiyetambulika, kwa kuwa wote alikuwa amevaa nguo za harusi. Watu wengi wakadhani ya kwamba walikuwa wanafahamiana, lakini ukweli wa mambo, kila mtu alikuwa na majanga yake. Mchizi anamweleza bimdada aache kabisa kumshobokea, kwani yeye wala sio taipu yake. Halo, mkaguzi wa tiketi anafika kwa bimdada, anamuuliza tiketi yako iko wapi, lakini bimdada anasema ya kwamba ipo kwa mume wake ambaye yuko kwa mbele kidogo. Mkaguzi baada ya kuondoka, bimdada akajichenga. Mwamba anafika kwa Abi, anamuuliza je, tiketi yako iko wapi, ya kwako pamoja na mkeo? Abi anasema hana tiketi wala pesa, lakini pia ndani ya hii treni hajapanda na mke yoyote. Halo, mabishano ya hapa na pale. Kipindi ambacho alikuwa anaendelea, bimdada naye analetwa na mkaguzi mwingine wa tiketi. Anafika hapa, anaanza kumshobokea sana Abi huku akiwa anamshika mkono, anasema ya kwamba mpendo wangu, zile tiketi zetu ziko wapi? Abi akashangaa sana, kila ambavyo akijaribu kuweza kujitetea anabambikiziwa mzigo ambao ulikuwa sio wa kwake. Hatimaye mkaguzi wa tiketi akaenda kuwashusha kwenye kituo kingine ambacho kilikuwepo mbele kidogo, akaenda kuwakabidhi kwa mkaguzi mwingine wa tiketi. Mwamba anawauliza nyinyi waungwana, pesa ziko wapi? Inabidi kila mmoja aweze kulipa tiketi yake. Dada anasema hana pesa, lakini pia hata Abi naye anasema hana pesa yoyote. Halo, mchizi kipindi ambapo alipoenda kupokea simu ambayo alikuwa akapigiwa na bosi wake, Abi pamoja na bimdada asiyejulikana wakakimbia. Stori zikaanza kupita za hapa na pale. Bimdada anasema ya kwamba yeye sababu iliyomfanya mpaka kuweza kuikimbia ndoa yake, alilazimishwa kuolewa na mwanaume mwingine ungali alikuwa na mchumba wake. Halo, Bishosti anasema yeye ametoroka ndoa yake ili aende kwa mchumba wake, waende wakaanze maisha mengine. Lakini pia kwa Abi naye anasema ametoroka ndoa yake kwa sababu ana mwanamke mwingine ambaye anampenda, na kwa sasa anarudi sehemu ambapo alikuwa anafanyia kazi ili aende akaanze maisha mengine na mwanamke ambaye alikuwa na mahusiano naye. Watu hawa kwa mwanzoni walikuwa hawaelewani kabisa, yani bimdada alikuwa anamwona Abi kama ni mtu asiyefaa, lakini pia hata mchizi naye alikuwa anamwona bimdada kama vile alikuwa anamzingua. Hivyo hapa kila mmoja ikabidi aweze kushika msini zake. Abi anapita upande wake na bimdada naye anaelekea upande wake. Wazazi nyumbani wakawa wamechanganyikiwa sana, ikabidi watumie maskari polisi kwenda kumtafuta Abi. Wanaingia kitani kwenda kuwatafuta, lakini juhudi zao bado zikagonga mwamba. Abi kipindi ambacho alikuwa katulia zake, anawaza ataanzaje haya maisha, lakini pia atarudije katika mji ambao alikuwa anaishi mwanzoni, kwa na hata pesa alikuwa hana, lakini pia hata simu alikuwa kaitupa. Anafika askari polisi, anaanza kumzingua sana, lakini pia anamweleza kijana, wewe unaonekana umetoroka ndoa yako siku hii ya leo, hivyo panda kwenye pikipiki niweze kukurudisha eneo la tukio. Halo,
Askari anamrudisha mpaka sehemu ambapo alipokuwepo bimdada. Baada ya kufika hapa, anaeleza kwamba nyinyi, hebu nipeni namba zenu ili baadaye nipige simu tena nione kama mtakuwa mmetengana ama bado mko pamoja. Halo, huu ulikuwa ni mtihani mzito, kwani Abi alikuwa hana simu, lakini pia hata bimdada naye alikuwa simu hana. Ikabidi aweze kumwambia huyu askari polisi aweze kuachia namba yao, lakini pia baada ya mchizi kuweza kuondoka, bimdada akaanza kumaindi sana Abi. Anamweleza, wewe tulielewana kila mmoja aweze kufuata msini zake, sasa inakuwaje tena umerudi mikononi mwangu? Abi anamweleza bimdada yeye hakuhitaji kurudi hapa, bali afande ndio amemleta mpaka kwenye hili eneo. Halo, dada anasema basi kama ni hivyo kila mtu ale tena mbanga zake. Mwamba anaelekea mpaka stendi, lakini baada ya kufika hapa anashangaa sana. Mbele yake alikuwepo kaketi bimdada. Anamsogelea Abi na kumweleza kwamba ana shida ya pesa ya nauli ili aweze kuondoka ndani ya hili eneo, lakini Abi anamweleza bimdada yeye hana pesa yoyote. Dada anamweleza Abi, ni kweli hauna pesa, lakini una saa ya thamani sana kwenye mkono wako. Halo, machizo anaelekea mpaka sehemu ambapo alikuwa anauza vitu vya thamani. Baada ya kufika hapo anafanikiwa kuiuza hii saa kwa rupia 1000. Watu wa bwana badala waende stendi kwenda kukata tiketi, bali wakaelekea kwenye mgahawa kwenda kula chakula. Baada ya kufika hapa, bimdada akamwomba mhudumu aweze kumpatia simu yake ili aweze kuwasiliana na wazazi wake. Dada anapiga simu ya baba yake, lakini ilikuwa haipokelewi kabisa. Bimdada kimtindo akaanza kujisikia huzuni, lakini pia hata Abi naye baada ya kuweza kumpigia simu mpambe wake na kumuuliza ni jambo gani ambalo linaendelea huko nyumbani, mchizi anamweleza Abi, kama ulikuwa hauhitaji kuoa huyu mwanamke, si ni bora tungesema kuliko kukimbia. Kwa hali hii una uwezo wa kuitia aibu kubwa sana familia yako. Abi na bimdada asiyejulikana kimtindo, kila mmoja alikuwa na maswaibu yake, lakini wao walikuwa wanatambua jambo moja tu, ya kwamba wote walikuwa wamekimbia ndoa zao. Basi bwana, stori zikaanza. Bimdada anamwelezea hadithi ya mapenzi yake, lakini pia hata Abi naye anaeleza hadithi ya mapenzi yake. Mwisho wa siku bwana akaletewa bili ambayo ilikuwa nasoma rupia 300. Machizo alikuwa na rupia 1000. Bimdada akapiga hesabu, endapo akitoa rupia 300 atabaki na rupia 700. Anamweleza Abi ya kwamba bwana, hapa tusilipe bali tuondoke mbio. Abi na bimdada anaondoka mbio akiamini mmiliki wa hili duka alikuwa ni kibonge, hivyo hatoweza kabisa kuwakamata, lakini kila mtaa ambao alikuwa anakatisha nyuma yao kibonge alikuwa anawakimbiza. Hatimaye wao wakachoka na kibonge akawakamata, akaeleza kwamba ni kweli bili mliokuwa mnadaiwa ni rupia 300, lakini kwa kunisumbua kunitoa dukani mpaka hapa, kwa sasa ninawadai rupia 800. Abi kabidi azilipe zile pesa na wakabaki hawana kitu chochote. Mchizi akamweleza bimdada, inabidi twende tukauze hiyo pete ambayo umeivaa mkononi. Wanaondoka, wanafika mpaka kwenye duka ambapo alikuwa anauza vitu vya thamani. Baada ya kufika hapa, mchizi anawaambia atawapatia rupia 1000. Dada anasema hiyo pesa ni ndogo, kwani pete amenunua Dubai, lakini mwamba anamweleza kama uhitaji basi ondoka. Bimdada anaamua kuweza kuichukua ile pesa. Wanaondoka kishinga upande, lakini maskari polisi wanafika mpaka kwenye ule mgahawa ambao wao walikuwepo kwa mara ya kwanza. Wanaulizia, wanaambiwa kwamba hawa waungwana walikuwepo hapa, lakini kwa sasa wameondoka. Bishosti anamweleza Abi kwa kuwa gari lao bado halijaondoka pale stendi, basi waelekea kwenye huu mgahawa waende wakanywe kahawa. Abi anakuwa mbishi, lakini bimdada anamshika mkono. Tukio hili linamfanya mchizi aanze kumtazama bimdada kwa jicho la tofauti. Mwanzoni alikuwa anamchukulia tu kawaida, lakini Abi kwa sasa akaanza kuvutiwa sana na huyu bimdada. Bishosti anamuuliza Abi, je, ulishaanza kunizimikia? Lakini mchizi anakataa. Anamweleza mwanadada amekimbia kufunga ndoa na mwanamke mrembo sana, hivyo hawezi kabisa kumshobokea mwanamke ambaye wamekutana naye barabarani. Machizi anapiga kahawa kistaarabu kabisa. Bimdada akawa anamgeza mchizi jinsi ambavyo alikuwa anafanya. Baada ya kumaliza, wanaondoka, wanaianza safari, wanaelekea tena mpaka stendi. Baada ya kufika, wanaelezwa kwamba basi tayari limeshaondoka. Mchizi akawa anamlaumu sana mwanadada, anamweleza kwamba wewe ndio chanzo mpaka umeweza kusababisha basi limeweza kutuacha, lakini mwanadada akamweleza kwamba usinilaumu sana, kwani tukielekea highway kuna uwezekano mkubwa wa kupata basi ya kuelekea mpaka Pune. Halo, wadau wanaondoka, akiwa njiani wanafanikiwa kuwaona maskari polisi wakiwa wanatafuta, kabidi wapite Chauani. Abi anaenda kuomba simu kwa mchizi mmoja, kisha anapigia nyumbani kwa mpambe wake ambapo anamweleza kwamba hebu nieleze ni kitu gani ambacho kinaendelea hapo nyumbani. Abi anapatia taarifa ya kwamba hapa kuna majanga ya kutosha, kwani kwenye hii sherehe haujakimbia peke yako, bali pia hata bibi harusi naye inasemekana amekimbia na kutokomea kusikojulikana na boyfriend wake. Halo, Abi anamchukua mwanadada mpaka Chobingo, anamuuliza jina lako ni nani? Mwanadada anasema kwamba anaitwa Krutika. Mchizi anakumbuka baba yake alimwambia kwamba mchumba atakayemuoa anatambulika
anatambulika kwa jina la Krutika. Moja kwa moja akatambua kwamba huyu ndiye mwanamke ambaye inasemekana amekimbia na boyfriend wake na ndio yeye ambao alikuwa anahitajika aweze kufunga naye ndoa. Halo. Mchizi akaanza kumlaumu sana mwanadada, na kuwaje umeweza kuikimbia ndoa na kuja kuniletea mimi msala, lakini pia 19 haitoshi, ni kwa nini kila eneo ambapo ninakatisha na wewe upo kwa nyuma yangu? Bimdada anasema hakika ninashukuru sana kwa kuikimbia hii ndoa, kwani ningeolewa na mwanaume kama wewe hakika ningeteseka sana ndani ya maisha yangu. Inaonekana ni mwanaume ambaye bado haujielewi, lakini pia ni mwanaume ambaye unamtegemea sana mama yako. Beto ilikuwa ni kubwa sana kwa hawa watoto, lakini pia hata kwa wazazi na kwenyewe bwana, hali ilikuwa ni tete. Baba wa binti anamlaumu sana baba yake na Abi anamweleza kwamba wewe ndio chanzo cha haya majanga yote, na mimi sitaondoka ndani ya hili eneo mpaka nirudishie pesa zote za mahali ambazo nilikuwa nimekupatia. Babake na Abi anasema yeye hataweza kutoa pesa zozote hata kama akichukuliwa na kupelekwa polisi. Abi kwa Bimdada kabidi awe mpole kwanza, ukizingatia pesa alikuwa hana na pesa zote ambazo alikuwa anazitegemea kwa sasa alikuwa nazo binti, na Abi shoste bwana kwa sasa alikuwa anamlingia sana, kwani tayari alishajua udhaifu wa mshikaji ya kwamba alikuwa hana maokoto. Halo, kama unavyojua bwana, kula hela ya binti huwa ni shida. Mchizi kabidi awe tu mpole, anapiga naye story hapa na pale, lakini pia akaelekea eneo moja kwenda kupata chai. Kipindi ambacho mwamba alikuwa anaenda kulipia bili, akakutana na mchizi mmoja, akampatia hongera ya kutosha. Anamweleza kwamba hongera sana kwa kupata pisikali kama ile na kufunga ndoa. Abi anamweleza mchizi, yule sio mke wangu, bali yeye na mimi tumeweza kukimbia ndoa. Anasema wazazi wetu walikuwa wanatulazimisha kufunga ndoa, ungali sisi tulikuwa bado hatupo tayari. Mchizi anamweleza Abi, hakika nyinyi ni watu wapumbavu sana, kwani mimi kwa sasa nina umri wa kutosha na nimehangaika sana kutafuta mwanamke wa kufunga naye ndoa pasina mafanikio yoyote. Mwamba anasema hakika angepata wazazi kama wa Abi wa kuweza kumtafutia pisikali kama ile ili kufunga naye ndoa, angefurahi sana katika maisha yake, lakini pia angejiona ni mtu wa bahati. Anamweleza Abi, kama umepata nafasi ya kufunga ndoa na bimdada mrembo kama huyo, hakika shukuru sana kwenye maisha yako, kwani kuna wengi sana wanatamani kuwa na ndoa lakini bahati kama hiyo bado hawajaweza kuipata. Abi anauchukua ushauri na kuondoka nao, lakini pia njiani akamweleza mwanadada ya kwamba aliweza kumwongopea kwamba yeye alikuwa na girlfriend. Ukweli wa mambo ni kwamba yeye katika maisha yake hakuwahi kabisa kuwa na mahusiano ya kimapenzi. Dada anamcheka, lakini pia anamshangaa. Upande wa pili maskari polisi wakaendelea kuwatafuta hawa waungwana. Bimdada anamweleza Abi ya kwamba boyfriend wake yeye ni daktari na ni watu ambao wanapendana sana. Tatizo ni moja tu ya kwamba hawezi akaolewa naye, kwani yeye anawasikiliza sana wazazi wake. Mchizi anamwambia mwanadada atahakikisha anamsaidia kwenda kumkutanisha na boyfriend wake na mpaka wanafunga ndoa. Halo, lakini pia anasema yeye kwa sasa ana wasiwasi sana wazazi wake hili jambo alilolifanya atakuwa amelichukuliaje. Dada anamweleza Abi, usijali, mimi nitakusaidia, nitakuwa nawe bega kwa bega. Maneno mazuri kama haya kutoka kwenye kinywa cha Bimdada akampelekea Abi mpaka chozi kuweza kumtoka. Bimdada akamshika bega mchizi, ishara kumtoa wasiwasi, lakini pia akamweleza twende zetu bichi tukale upepo. Mchizi anamweleza mwanadada, hakika kwa mwanzoni nilipokutana na wewe nilikuona kama mwanamke ambaye usiyejielewa, lakini kwa sasa ninajuta kujikuta ninaikimbia ndoa yangu, hususan na mwanadada mrembo kama wewe ambaye akili imetulia, na ninaona kabisa wazazi wangu walikuwa sahihi kunitafutia mwanamke mzuri lakini pia mwenye akili njema kama wewe. Mchizi anapasuka na kumweleza mwanadada hakika ametokea sana kumzimikia. Kabla hajamaliza mistari vizuri, maskari polisi wanafika, wanamweleza Abi, kama ulikuwa unahitaji kufunga ndoa na mwanadada, si ni bora tungesema kuliko kukimbia na kutupa kazi sisi watu wazima kuacha kufanya kazi ya maana na kuweza kukutafuta wewe. Dada anamwambia afande, ninaomba dakika 2 nimalize kuongea na Abi. Mchizi baada ya afande kuondoka, badala amwache Bimdada aongee, yeye akaendelea kulalamika. Anamweleza mwanadada, kwanza nimekushtukia, huenda hata huyo mchumba unayemsemea akawa hayupo, yani ukaona niongopea. Mwanamke kama wewe ambaye umeshindwa kuwasikiliza wazazi wako siku hii ya leo na kuwatii, umeamua kukimbia ndoa, hawezi ukawa na boyfriend ambaye anajielewa. Bimdada ya maneno akampelekea kumnasa kibao Abi. Akaingia kwenye gari la maskari polisi huku akiwa anatoa machozi. Halo, safari ilikuwa ni ndefu sana mpaka kurudi sehemu ambapo harusi yao ilikuwa imeandaliwa. Baada ya kufika hapa, Abi akawa anaomba msamaha kwa wazazi wake, lakini pia hata kwa wazazi wa binti. Cha kushangaza, babake na binti anasema huyu mbona sio binti yangu mimi, lakini pia hata binti naye anathibitisha na kusema ya kwamba hawa sio wazazi wake. Halo, hiki kikawa ni kitimtim. Sasa huyu binti atakuwa akatokea eneo gani? Kipindi ambacho Abi alikuwa
anahitaji amsindikize bimdada kwao, dada anamwomba sana msamaha Abi na kumweleza kwamba hakika aliweza kumwongopea. Yeye anaitwa Kavya Patel, lakini pia aliwahi kusoma naye huko zamani shuleni. Dada anamweleza mchizi ya kwamba hakika katika maisha yake ya huko shule alikuwa anamzimikia sana Mwamba. Tatizo alikuwa hana uwezo wa kumfuata mchizi na kueleza hisia zake, lakini pia hii bimdada ikampelekea mpaka kuchukua masomo ya sayansi ili mradi tu aweze kwenda kusoma chuo kimoja pamoja na Abi, lakini kwa bahati mbaya dada anasema ya kwamba yeye akaenda kusoma chuo kingine tofauti kabisa na Abi. Kavya anasema baada ya kuweza kumaliza masomo yake na kupata kazi, alijaribu sana kumfuatilia mchizi pasina kuwa na mafanikio yoyote, na hatimaye akaja kusikia mchizi anafunga ndoa, hivyo akawafosi sana wazazi wake waweze kumtafutia mchumba ili naye aweze kufunga ndoa siku moja ambayo Abi naye alikuwa anafunga ndoa na mtu mwingine. Cha kushangaza, bimdada anasema siku ya ndoa yake alipigiwa simu na mmoja kati ya rafiki yake na kuelezwa kwamba Abi ameonekana kwenye kituo cha treni akiwa anahitaji kutoroka ndani ya hili eneo huku akiwa kavalia nguo za harusi. Kwa hatua hii bimdada Kavya akaamua kuikacha harusi yake na kuelekea sehemu ambapo Abi alipokuwepo ili mradi tu aende kueleza hisia zake kwa Abi ili arudi aendelee na ndoa yake. Lakini dada anasema baada ya kufika pale alishangaa sana baada ya kugundua Abi alikuwa hamkumbuki hata kidogo. Basi tokea pale bimdada anasema matukio mengine alikuwa hajayapanga bali tu yameweza kutokea. Kwa hatua hii anasema hakika anamuelewa sana Abi na katika maisha yake hakuwahi kumpenda mwanaume mwingine zaidi ya Abi. Mchizi pamoja na bimdada anakumbatiana, ishara ya kuanzisha safari nyingine. Nasi ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umeenjoy ama umejifunza jambo jipya, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia wa kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.